Aya hizi Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala madhumuni yake alikuwa anawaambia wakazi wa dunia ambao wanakwenda kinyume na amri zake, wasiotekeleza amri zake, wasioyaepuka makatazo yake, anawaambia wasije wakajiaminisha wakadhania wako salama, kwamba haitawezekana kuwajilia adhabu ya Mwenyezi Mungu bayatan wa hum naimun, wakati wa usiku hali ya kuwa wamelala, kwa kuwa wanakwenda kinyume na amri za Allah. Mwenyezi Mungu anaweza akawaletea adhabu yake hali ya kuwa wamelala. Lakini vile vile akawaambia wasijiaminishe ahlul qura, watu wa miji mbalimbali ambao hawatekelezi amri za Allah, hawayaepuki makatazo ya Allah, an yaatiyahum ba'asuna, wasijiaminishe kwamba haitaweza kuwajilia adhabu yetu duhan, wakati wa mchana, wa hum yal'abun, ili hali wakiwa katika michezo mbalimbali wanacheza. Adhabu ya Mwenyezi Mungu inaweza ikawajia wanaangalia mipira. Adhabu ya Mwenyezi Mungu inaweza ikawajia wako katika mikutano. Adhabu ya Mwenyezi Mungu inaweza ikawajia wako katika mazoezi. Maadamu wanakwenda kinyume na amri za Allah, Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala wakati wowote anaweza akaileta adhabu yake kwa watu hao. Afa aminu makra Allah. Kwa ufupi, Subhanahu wa Taala anawaambia walimwengu na hasa wasiotekeleza amri zake wasiamini mipango ya Mwenyezi Mungu, mikakati ya Mwenyezi Mungu. Wanaweza wakajiona watu wako salama, kumbe ndio wakati ambao Mungu anataka kuwatia mkononi. Wanaweza watu wakajiona sasa wanaingia katika neema, kumbe hiyo ni mikakati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio wakati ambao anataka kuwatia mkononi. Subhanahu katika aya nyingine anasema, wa idha aradna an nuhlika alqura amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anapotaka kuiangamiza nchi, basi wale wakubwa na wale wenye neema Mwenyezi Mungu huwazidishia neema, wakawa wanaweza kufanya lolote watakalo, wakidhani kuwa wako salama, kumbe ndiyo kipindi ambacho Mwenyezi Mungu anataka kuwatia mkononi. Kwa hivyo watu wasijiaminishe kuwa watakuwa salama ikiwa umeingia wakati wa usiku, maadamu wanakwenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Huo wakati wa usiku inaweza kuja adhabu ya Allah. Na wala watu wasione wako katika salama kwa kuwa jua limechomoza, wako katika wakati wa mchana. Mungu anaweza akawatia mkononi, wa hum yal'abun, hali wako katika michezo ya aina mbalimbali. Walio katika mazoezi wako katika mazoezi, walio mipirani wako katika mipira, wanaocheza magoma wako katika magoma yao, walio mikutanoni wako katika mikutano yao. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anaweza akawatia mkononi wakati huo huo. Anasema afa aminu, wasije wakaamini wakajipa kuwa wao wako katika salama, makra Allah, na mikakati ya Mwenyezi Mungu. Makra
ina maana ya vitimbi, lakini Mungu huwa hafanyi vitimbi. Mwenyezi Mungu ana mipango. Kwa hivyo mipango ya Mwenyezi Mungu inaweza ikakuonyesha kama kwamba wewe Mungu anakupenda, kama ilivyokuwa kwa makafiri wakubwa wa Maka walipokuwa wakiambiwa mfuateni Mtume Muhammad, ifuateni Qur'ani, kwa sababu walikuwa wanajiona wana neema, wakaona kwamba zile neema walizozipata zinatokana na kwamba wao Allah tabaraka wa taala anawapenda. Kumbe haiko katika maana hiyo. Tayyib, fala ya'manu makra Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakuna yoyote atakayeweza kujimakinisha, yani kujiaminisha, akajiona yuko salama na mipango ya Mwenyezi Mungu na mikakati ya Mwenyezi Mungu, illa alqaumul khasirun, isipokuwa watu waliokhasirika. Hao ndio hawajali, hao ndio hawana hofu, hao ndio hawana mawazo ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakijiona kama kwamba wako salama na maisha ndiyo hivi hivi. Fala ya amanu makra Allah, hakuna anayeweza kujiaminisha kwamba yuko salama na mikakati na mipango na nguvu za Mwenyezi Mungu, illa alqaumul khasirun. Ndio mtu anaambiwa ukizini utapata adhabu ya moto, hajali. Ndio mtu akiambiwa ukilewa utapata adhabu ya Mungu, hajali. Ndio mtu anaambiwa ukidhulumu haki ya mtu utapata adhabu ya Mwenyezi Mungu, hajali, kwa sababu mtu mwenyewe ameshaingia katika kundi la al-khasirun. Subhanahu wa ta'ala anasema awalam yahdi lilladhina yarithuna al-ardha, hivi haijabainika, hivi haijakaa wazi, hivi haijafahamika? Awalam yahdi, hivi bado haijafahamika, hivi bado haijakaa wazi kwa nani? Lilladhina yarithuna al-ardha, kwa wale wanaokuja kurithi ardhi, wanaokuja kukaa badala ya wale walioangamizwa. Kwa mfano, wameangamizwa watu wa Luthi wakaja wengine. Kwa mfano, waliangamizwa watu wa Hudi wakaja wa Saleh. Baada ya watu wa Saleh wakaangamizwa wengine. Sasa wale wanaokuja baada ya walioangamizwa, maana yake wanairithi ardhi ya wale waliokuwa wameangamizwa. Hata sisi tumeirithi ardhi baada ya kuangamizwa watu waliotangulia, kama watu wa Firauni waliangamizwa, alafu siku zikaenda Mwenyezi Mungu akatuleta sisi katika dunia. Kwa hivyo sisi tumeirithi ardhi baada ya waliomkufuru Mwenyezi Mungu kuangamizwa. Sasa Mungu anazungumza na wale waliopoleo katika dunia, wanaoishi hivi sasa duniani, ambao tunaishi hali ya kuwa tuna kumbukumbu. Kulikuwa watu wa Luthi waliangamizwa, kulikuwa watu wa Saleh waliangamizwa, kulikuwa watu wa Shuaibu waliangamizwa, kulikuwa watu wa Nuhu waliangamizwa. Sasa Allah anazungumza na wale waliopoleo katika dunia. Awalam yahdi, hivi bado haijadhihiri, hivi bado haijakaa wazi, hivi bado haijawafahamikia lilladhina, wale watu ambao kwamba yarithuna al-ardha, wanaoirithi ardhi
min ba'di ahaliha, baada ya wale waliokuwa wakikaa katika ardhi. Haijawabainikia kwamba allau nashau, kama tungelitaka, asabnahum bidhunubihim, kwamba na wao tungeliwachukulia hatua kwa sababu ya makosa wanayoyafanya. Haijawadhihirikia tu hili. Watu wa Luti waliangamizwa kwa liwati, watu wa Shuaibu waliangamizwa kwa kupunja, watu wa Firauni wakaangamizwa kwa kudai uungu, na wengine wengi. Yale yale walioangamizwa waliopita, ambao sisi tukaja kukaa katika ardhi baada yao, ndiyo yale yale tunayoyafanya. Ndiyo Subhana anauliza, awalam yahadi, hivi bado haikufahamika, lilladhina, kwa wale watu ambao kwamba yarithuna al-ardha, wanaoirithi ardhi, min ba'di ahaliha, baada ya wale waliokuwa wakiishi katika ardhi hizo kuangamizwa. An lau nashau, kwamba lau tungelitaka, asabnahum bidhunubihim, tungeliwachukulia hatua kwa sababu ya makosa yao. Asabnahum bidhunubihim, tungeliwachukulia hatua kutokana na makosa na madhambi wanayoyafanya. Ai lau aradna, lau tungelitaka, la ahalaknahum, na hao walioirithi ardhi tungeliwaangamiza, bisababi dhunubihim, kwa sababu ya makosa yao, kama ahalakna man qablahum, kama tulivyowaangamiza waliotangulia kabla yao. Kwa sababu hao walioangamizwa waliangamizwa kwa makosa ambayo sasa ni jambo la kawaida tunayafanya katika dunia. Sasa watu hawajatanabahi na kuzingatia. Watu wa Luti waliangamizwa kwa kosa gani? Hawajalijua. Hilo ndio suala analoliuliza Mwenyezi Mungu. Na hii istifham imekuja ala tariqati takriri. Istifham imekuja katika maana ya kuthibitisha kwamba Mungu anasema waliopo leo duniani wanajua kwa nini watu wa Luti waliangamizwa. Waliopo leo duniani wanajua kwa nini Firauni aliangamizwa. Waliopo leo duniani wanajua kwa nini watu wa Nuhu waliangamizwa. Sasa inakuwaje kile kilichowaangamiza wenzi wao, wao wamerithi dunia, wanakifanya kile kile?